Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa. Ninafahamu ya kwamba mpo wazima kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi, niite Mwalimu Luka Sefania. Niko hapa kwa ajili ya kusemezana na wewe maneno mawili matatu. Na ninajua ya kwamba utabarikiwa sana na Bwana wa mbinguni atakutia nguvu. Nahitaji unisikilize kwa muda mfupi, rafiki yangu mpendwa. Najua ya kwamba una shughuli nyingi sana za kufanya. Lakini kama utanisikiliza, basi hii itakuwa ni faida kubwa sana kwako. Shukrani zangu zikufikia hapo ulipo nyumbani kwa muda wako wa kuendelea kukomende na kushare na kuendelea kuhakikisha kwamba unafuatilia Injili kwa uhaki na kweli kabisa. Wacha Mungu wa mbinguni akubariki sana. Zidi sana kunifollow, nami pia nipo kwa ajili ya kukufollow. Nipo hapo Instagram, pale Facebook, pale YouTube. Nipo kwa ajili ya kutangaza neno la Bwana na nipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nitakuletea ukweli wa Injili ili uweze kufahamu kila kitu kinachoongelewa kwenye Injili takatifu. Nipo kwa ajili ya kufasiri Biblia kwa njia inayostahimili ili upate kuelewa sahihi. Basi, moja kwa moja rafiki yangu mpendwa, nahitaji niweze kujifundisha na wewe hapa kitu kidogo, na ninajua kwamba utaelewa na utafahamu. Leo ningependa tuweze kujifundisha kuhusu nambari 40. Nambari 40 ina maana nini katika Biblia? Inamaanisha nini? Ama umuhimu wake ni upi? Leo ningependa tuweze kujifundisha kidogo ili tuweze kufahamu. Basi, naomba unifuate moja kwa moja katika hii sehemu ya kwanza. Kumbuka ya kwamba hii ni sehemu ya kwanza na kutakuwa na sehemu ya pili ambayo itahusiana na nambari ya 7. Baada yake tutakwenda kujifundisha nambari 12. Lakini sasa hii ni sehemu ya kwanza ili tuweze kujifundisha, tuweze kuelewa zaidi. Basi, iwapo hujafuatilia hii sehemu ya kwanza, make sure kwanza umeifuata ili uelewe zaidi. Basi, tunaanza kujifundisha kuhusu nambari 40. Je, nambari 40 ina maana nini katika Biblia? Ama ina maana gani katika maisha yetu ya Wakristo au watakatifu kama jinsi wewe wanapotaka kukuwa mtakatifu? Rafiki yangu mpendwa, nifuate moja kwa moja ili tupate kuelewana zaidi. Inawezekana ikawa labda unapata fursa ya kunitazama au kunisikiliza pale WhatsApp. Karibu sana mwana wa Mungu na ujisikie ukiwa huru. Hapa ni nyumbani kwa Baba, mwalimu ni Roho Mtakatifu. Huyu ni Mwalimu Luka Sefania. Basi, twende kazi rafiki yangu mpendwa, kama jinsi inavyohusiana. Je, ni nini umuhimu wa nambari 40 katika Biblia? Je, katika Biblia inaonyeshaje siku ya 40? Tukiangalia katika siku ya 40, tunakuja kuangalia kwamba Mungu alimfanya Musa kutangatanga jangwani ndani ya siku 40 akiwa na wana wa Israeli baada ya kutoka Misri. Na hata kabla Musa hajawaendea wana wa Israeli kule jijini Misri, wana wa Israeli walidumu sehemu za Misri ndani ya miaka 400. Baada ya kutulia miaka 400 kwenye kipindi kigumu sana cha mateso, basi ndani ya miaka 400 Musa anakuja kuwakomboa wana wa Israeli ndani ya miaka 40. Kabla ya miaka 40 wana wa Israeli kutangatanga katika nyikani, Musa anaenda kutoweka Misri na kukaa nje ndani ya miaka 40. Musa anarudi Misri kuwachukua wana wa Israeli ndani ya miaka 40. Musa anatangatanga barabarani na wana wa Israeli ndani ya miaka 40. Kwa hivyo mwana wa Mungu mpendwa, tunakuja kuangalia pia tena siku za 40 hizi, tunakuja kumwona tena Yesu akafunga kwa siku 40. Tukiendelea hivyo, karibu sana kuendelea kufuatilia sana na kuja kuangalia kwamba tarehe nyingi sana za mapema za Biblia na vipindi vya wakati kupewa kama siku 40. Kwa mfano wa mvua inachukuliwa ndani ya siku 40 katika hadithi ya Noa. Tukikuja kuangalia katika siku za kawaida, wana wa Israeli kama vile nilivyoweza kuambia, walitulia kule jangwani ndani ya miaka 40. Musa anakwenda kuzichukua amri za Mwenyezi Mungu
ndani ya siku 40. Rafiki yangu mpendwa, nahitaji uweze kuelewa na kuendelea kufahamu sana. Kuja tuangalie tena tupate ya kwamba wapelelezi walitumia kutafuta ardhi ndani ya siku 40. Tukikuja kuangalia katika Hesabu 13:25. Kabla ya mambo kama haya, rafiki yangu mpendwa, nahitaji uweze kufahamu ya kwamba kwa sababu hii ilikuwa idadi rahisi sana kwa wafanyabiashara kukumbuka wakati kama huu, kuendeleza ndani ya siku 40. Kwa hivyo tunakuja kuangalia kwamba ndani ya siku 40 ilikuja kufanyika kuwa siku kubwa sana yenye nguvu na utukufu. Tukikuja kuangalia tena katika hii nambari 40 ilichukuliwa ndani ya Agano Jipya kutoa kiungo cha zamani sana na kuonyesha kwamba hadithi za Agano la Kale zilizoonyeshwa kwa wale walio kwenye Agano Jipya. Kwa hivyo Yesu alitumia siku 40 jangwani. Hakika alihudumiwa na malaika. Ukitazama katika Marko 1:13 kuja kuangalia tena hivyo hivyo bado na hivyo hivyo tena tunakuja kuangalia kwamba pia tena Eliya ndani ya siku 40 akihudumiwa na Mungu pamoja na malaika hapo mlimani. Tunakuja kuangazia sana siku 40, wapendwa wa Yesu. Siku 40 zilikuwa ni siku mzito sana, siku zenye upendo, siku ambazo zilikuwa ni siku za kukutana na Yehova moja kwa moja. Nabii Elijah hakika alikimbia kwa siku 40 kwenda Mount Horeb kwenye Wafalme wa Kwanza 19:8. Lazima upate kuelewa kwamba pia tena Goliati mkubwa zaidi alitukana na kupinga jeshi la wana wa Israeli ndani ya siku 40. Ukifuatilia kwenye Samueli wa Kwanza 17:16. Ukija kuangalia tena pia vile vile Musa alituma wapelelezi katika nchi ya ahadi kupeleleza kwa siku 40 katika kitabu cha Kutoka 13:25. Tunakwenda kuichunguza kabisa nambari 40 na mengi zaidi mifano katika enzi ya Agano Jipya na Agano la Kale iliendana ndani ya siku 40. Unakuja kuangalia kwamba Yesu alijaribiwa na mateso mengi sana na kufunga kwa siku 40. Ukirejelea tena katika Injili ya Mathayo sura ya 4:2 unakuja kupata kwamba hayo yote yaliweza kuonekana. Unakuja kuangalia kwamba baada ya hiyo Yesu, baada ya ufufuo wake, alionekana kwa wanafunzi wake na wafuasi wengine kwa siku 40. Tazama katika Matendo ya Mitume 1:3. Baada ya ufufuo wake alionekana baada ya siku 40, ndio Yesu akaweza kuonekana katika kikundi cha wanafunzi wake. Kwa hivyo nahitaji uweze kuelewa kwamba, rafiki yangu mpendwa, namba 40 ni namba inayohusiana majaribio. Ili Mungu akutendee makubwa, nenda kwenye namba 40 ili ufunge maombi yako yaweze kusikika vizuri sana machoni pa Mwenyezi Mungu. Hakikisha kwamba leta ya 4 haikosekani. Kama huwezi kufunga siku 40, funga siku 4. Kama huwezi kufunga siku 40, funga siku 14. Kama huwezi kufunga siku 40, funga siku 24. Kama huwezi 24, funga 34. Na kama huwezi 40, basi jikakamue kabisa, funga siku 40. Kwa hivyo, rafiki yangu mpendwa, nimekuja kukuibia siri kidogo ili upate kuelewa zaidi ni kwa nini Mungu aliidhinisha siku ya 40 ifanyike. Kwa hivyo ndani ya siku 40 habari zako ziko sawa. Hebu jiulize, umefunga mifungo aina ngapi kama hujaliwi? Umefunga mara ngapi kama hujaliwi? Ni lazima uweze kuelewa ni kitu gani kinachoendelea. Ni kwa sababu nambari ya 4 haijauzika. Ubarikiwe sana mwana wa Mungu. Nifuate kwenye sehemu ya pili tutakapoweza kujifundisha kuhusu nambari ya 7 ili tujue umuhimu wake sana. Ubarikiwe sana mwana wa Mungu na uwe na amani. Niite Mwalimu Luka Sefania. Shalom.